Azimio la pande mbili linalolenga kudhibiti uwezo wa Rais Donald Trump wa kuanzisha vita nchini Irani limeshindwa katika bunge la Seneti la Marekani, huku mgogoro ukiendelea kuongezeka Mashariki ya Kati. Hatua ya mamlaka ya vita ilikataliwa kwa kura 53 dhidi ya 47, ambayo kwa kiasi kikubwa kilipigwa kwa misingi ya chama. Ingesitisha hatua za kijeshi za Marekani nchini Irani bila idhini ya bunge. Wabunge wa chama cha Democratic wanasema kuwa Trump alichukua hatua ya kuishambulia Irani bila idhini ya Kongresi kwa kutoa sababu zinazobadilika za vita. Baadhi ya Republican wanasema watazuia azimio hilo, lakini wanaweza kubadilisha msimamo wao ikiwa vita vitaongezeka. Huku hayo yakijiri, jeshi la Israeli limefanya mashambulizi mengine dhidi ya mji mkuu wa Irani, Tehran. IDF imeanza wimbi la ziada la mashambulizi yanayolenga miundombinu ya kijeshi ya utawala wa Iran kote mjini Tehran. Jeshi la ulinzi la Israeli linasema katika taarifa yake. Jeshi hilo halikutoa maelezo zaidi kuhusu eneo mahususi, lakini inasema maelezo zaidi yatafuata. Shirika la habari la AFP linaripoti kuwa waandishi wake walishuhudia mlipuko mkubwa katika mji mkuu Jumatano usiku. Hapo awali jeshi la Israeli lilitangaza kuwa jeshi lake la anga lilikuwa limekamilisha mashambulio makubwa dhidi ya kambi ya mashariki ya Tehran yenye vituo vya amri na maofisa wa usalama wa ndani. Wakati hayo yakichomoza, waziri mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez amepinga vikali tishio la rais wa Marekani Donald Trump la kusitisha biashara na nchi hiyo kwa kurejelea msimamo wake dhidi ya vita na kile anachokiita ukiukaji wa sheria za kimataifa. Katika hotuba yake kwa njia ya televisheni ya dakika 10, Pedro Sanchez aliangazia vita vya Ukraini na Gaza pamoja na vita vya Iraki zaidi ya miaka 20 iliyopita na kusema msimamo wa serikali ya Uhispania ni la kwa vita. Trump alitishia kuiwekea vikwazo Uhispania vya kibiashara kwa kukataa ombi la Marekani kutumia vituo vya pamoja vya Moroni na Rotterdam kuishambulia Iran. Uhispania imekuwa mbaya, Trump alisema wakati wa mkutano na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz siku ya Jumanne. Tutasitisha biashara yote na Uhispania, hatutaki kufanya lolote na Uhispania, aliongeza. Merz ambaye alisema kuwa alimwambia Trump waziwazi kwamba angeweza kufanya makubaliano ya kibiashara na Ujerumani au Ulaya yote, lakini sio na Uhispania. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.